oye! ACT Wazalendo! Oktoba! Asante sana makamu mwenyekiti, katibu mkuu wa chama chetu, naibu katibu mkuu, viongozi wote wa kamati kuu, mwenyekiti wa mkoa na viongozi na wanachama. Habari za jioni. Mimi nitakuwa na machache sana kuzungumza na vijana wenzangu wa jimbo la Ubungo. Baadhi wamezungumza kwamba Oktoba tunakwenda kulinda kura. Sisi ngome ya vijana tumeongeza kwamba Oktoba tunakwenda kupiga kura, kulinda kura na kudhibiti uhuni. Vijana wenzangu, dakika kadhaa ambazo nazungumza na nyie, nataka kuwaelezea umuhimu wa sisi vijana kushiriki chaguzi. Tanzania hapa sisi vijana ni 70% ya idadi ya watu Tanzania. Sisi vijana ndio waathirika wa changamoto nyingi sana. Changamoto ya ajira, waathirika ni sisi. Changamoto ya mitaji kwa niaba ya biashara, waathirika ni sisi. Machinga, wafanya biashara, tunafukuzwa, tunafurushwa, tunapigwa, waathirika ni sisi. Kuonewa na polisi, kukamatwa, kukimbizwa, waathirika ni sisi. Sasa yote haya utatuzi wake unatatuliwa kwenye vyombo vya maamuzi. Vyombo vya maamuzi ndio vimebeba 70% ya siasa, kwa sababu siasa ni mgawanyo wa rasilimali na ufanyaji wa maamuzi. Kwamba wananchi wapate ajira ni siasa, inafanyika bungeni, inafanyika kwenye halmashauri. Wananchi wapate mikopo ni siasa, inafanyika bungeni, inafanyika kwenye halmashauri. Waraia wawe salama, wasitekwe ni siasa, inadhibitiwa bungeni, inadhibitiwa kwenye halmashauri. Yote yanafanyika kwenye vyombo vya maamuzi. Ukimwona mtu anasimama anakwambia hakuna kwenda kupiga kura, mtu huyo ni mnyonge, amekataa kinyonge, ameionyesha serikali macho ya kinyonge. Wananchi hatupaswi kuonesha serikali unyonge. Serikali ukionyesha unyonge inafanya inavyotaka, itakutawala inavyotaka. Hatupaswi kufanya hivyo. Ndugu vijana wenzangu, kutokushiriki uchaguzi ni kukabidhi kinyonge hatima yetu ya maisha kwa serikali ya CCM, kwa wabunge wa CCM, kwa madiwani wa CCM walioshindwa kutatua changamoto ya ajira, walioshindwa kutatua changamoto ya umaskini, walioshindwa kupigania usalama wetu, walioshindwa kutatua changamoto za afya. Tafsiri yake, kwa miaka 5 tutakwenda kuteseka tukiwa na wabunge bungeni ambao kazi yao sio kupigania wananchi, sio kutetea wananchi, sio kusemea wananchi. Kazi yao ni kusifu serikali na chama chao. Wananchi, naomba tuelimishane kidogo sana, ili muelewe mamlaka yenu kama wananchi, ili ufahamu anayesema Oktoba usiende kupiga kura anakuonaje wewe mwananchi. Wananchi,
Nchi hii sio nchi ya Rais Samia, sio nchi ya waziri mkuu, sio nchi ya mawaziri, sio nchi ya kiongozi yoyote yule. Ni nchi ya watu wanaoitwa wananchi. Sisi wananchi ndio wenye miliki na nchi hii. Sisi wananchi tunakatwa kodi kwa ustawi wetu, kwa maslahi yetu. Tunachangishwa fedha. Ukienda kununua kibiriti unakatwa kodi. Ukienda kununua unga, kama unga kilo moja ni 1,800, ujue bei halisi ya unga ni 1,700. 100 inakwenda serikalini kama kodi. Na hizi kodi tunakabidhi kwa serikali ambaye ni rais, mawaziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ili waje watuletee maendeleo. Sasa ili wakuletee maendeleo ni lazima umsimamie kuhakikisha kwamba hawa polisi tunaowalipa kwa kodi zetu wanatulinda ipasavyo, kuhakikisha kwamba hospitali tunapata madawa, kuhakikisha kwamba vijana wenzangu tunapata ajira. Tafsiri yake sisi wananchi tunakwenda kuisimamia serikali kwa niaba kupitia wabunge. Kama ni jimbo la Ubungo, tunachagua mtu mmoja anakwenda bungeni. Kazi yake kwa mujibu wa ibara ya 62 ibara ndogo ya 3 inasema kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali kwa niaba ya wananchi. Ndugu zangu, hatupaswi kuachia mamlaka ya kuisimamia serikali na kutupigania wabunge wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wameshindwa kazi. Nyinyi mnaona wakisimama bungeni kazi yao ni kusifu serikali, kuipigia makofi serikali, huku sisi tunaendelea kuangamia. Ndugu vijana wenzangu, kuna watu wanasema, hawa wanaosema watalinda kura, watalindaje? Kuna watu wanasema wao watazuia uchaguzi. Kuna watu wanasema wananchi msiende kupiga kura. Mimi na sote tunapaswa kuamini kwenye nguvu na mamlaka ya wananchi. Sio mara ya kwanza wananchi kubadilisha matokeo pale ambapo Chama cha Mapinduzi kinataka kuiba. Sio mara ya kwanza. Rekodi zipo, historia zipo, taarifa zipo. Kwa mamlaka yetu, kwa uwezo wetu, Oktoba tuna uwezo kusimama madhubuti kuhakikisha ya kwamba hakuna kura feki inaingizwa. Tuna uwezo wa kusimama madhubuti kuhakikisha ya kwamba mawakala wetu wanaingia kwenye vituo. Tuna uwezo kusimama madhubuti kuhakikisha kwamba mawakala wetu wanapewa nakala matokeo. Tuna uwezo kusimama madhubuti kupambana kuadhibiti serikali ya CCM na dola. Imetokea Tanzania majimbo kadhaa, na inaweza ikatokea 2025 Oktoba. Mkiulizwa mnazuiaje, mnadhibitije au mnalindaje kura, tuseme tutalinda kama ambavyo wananchi wa jimbo la Nyamagana walivyosimama madhubuti 2010 kuhakikisha wanadhibiti CCM, wanadhibiti dola, na mbunge Wenje akatangazwa kwa nguvu za wananchi. Wananchi watasimama kusimamia na kuhakikisha kama wanatangazwa. Wakiwauliza mtadhibitije uhuni wa CCM, tuseme kwa mamlaka ambayo tunayo tutasimama madhubuti kama ambavyo wananchi wa jimbo la Arusha mjini walivyosimama 2010 kupambana na kuizuia dola. Lema katangazwa, tutazuia kwa mamlaka ya wananchi. Ndugu wananchi, sisi tunaamini na tunaelewa kabisa kwamba mifumo yetu ya uchaguzi ni ya hovyo. Tume ni ya CCM.
Polisi wanatumika na dola na CCM. Kura feki tunaamini zipo, tunaamini CCM, hatushindani na CCM, tunashindana na dola. Sasa suluhu sio kususa. Suluhu sio kususa, kwa sababu tunayo historia, tuna rekodi ya kwamba kususa sio suluhu. Ni sawa na kumwachia fisi bucha, ataimaliza, hasara itakuwa ni kwako. Nyie mnakumbuka Zanzibar, uchaguzi wa mwaka 2015. Kipindi hicho CF kule Zanzibar walisusa, hawakushiriki uchaguzi. Matokeo yake CCM vile ambavyo hawana aibu, wote walijazana kwenye baraza la uwakilishi bila aibu, wakatawala kwa miaka 5 na akaenda kubadilisha sheria ya uchaguzi. Sasa hivi Zanzibar wanapiga kura mara 2. Hatupaswi kuona hilo likitokea tena. Tusimame madhubuti kuhakikisha hili linaondoka. Ndugu vijana wenzangu na wananchi, usalama wetu hapa nchini umetikisika kiasi cha kwamba hatujui hatima ya kesho yetu. Uwe ni mwanasiasa, uwe ni mwanachama wa chama, uwe ni CCM, uwe hauna chama, usalama wetu nchini umetikisika. Hawa polisi hawa tunawalipa kwa kodi zetu, na wana jukumu la kuhakikisha wanastawisha usalama wetu. Lakini leo hii tuna vijana wenzetu wametoweka, wengine wameuawa, wengine mpaka sasa hatujui walipo, na hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa. Mzee Kibao aliuawa 2024 Septemba, mpaka leo hakuna uchunguzi, hakuna upelelezi. Edgar Sativa alitupwa kule Katavi na akapigwa risasi, mpaka leo hakuna uchunguzi, hakuna upelelezi. Daudi Soka na wenzake 2024 Agosti walitekwa na wametoweka, mpaka leo hakuna uchunguzi, hakuna upelelezi. Chaula Agosti alitekwa, mpaka leo hakuna upelelezi, hakuna uchunguzi. Donis Kipanya alitekwa, mpaka leo hakuna upelelezi, hakuna uchunguzi. Mimi mnaniona hapa, Desemba 1 nilitekwa, mpaka leo hakuna upelelezi, hakuna uchunguzi. Mdude Nyagali ametekwa, mpaka leo hakuna upelelezi, hakuna uchunguzi. Polisi wapo, tunawalipa. Wabunge wapo, tunawalipa. Mawaziri wapo, tunawalipa. Wamekaa atuchukue hatua yote. Tupo katika nchi ambayo hakuna uwajibishwaji. Hakuna uwajibishwaji. Ndugu wananchi, historia ipo. Historia ipo. 2010 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2010 lilikuwa na wabunge 54 tu wa upinzani, wote 100 karibuni 88 wakiwa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kiongozi wetu wa chama mstaafu kipindi kile umetokea ubadhilifu, Zitto alikuwa bungeni akasimama kusema tunamwajibisha waziri mkuu kuhakikisha walioiba fedha wanajiuzuru. Mawaziri 6 walijiuzuru. Kwa hiyo tunaombeni, twendeni tukasimame madhubuti. Hao wabunge tutakaowapata kwa ugumu huo tukasimame, tuhakikishe tunaleta uwajibikaji, kuhakikisha kwamba viongozi ambao wanapaswa kuwa bungeni, waliopaswa kujiuzuru, waziri wa mambo ndani anaondoka, kuhakikisha kwamba mkuu wa majeshi ya polisi IGP anawajibika, kuhakikisha kwamba viongozi wanawajibika na wanasimama madhubuti kwa ustawi wa wananchi, kuhakikisha kwamba maisha yetu na usalama wetu unakuwa katika hali nzuri. Oktoba! Oktoba! Oktoba!
Asanteni sana, Mungu awabariki. Shukrani.